Tumalize na mizengwe. Katika mizengwe wiki hii, waziri wa afya Aden Duale alinaswa akimpokonya kofia jamaa mmoja katika hafla ya uzinduzi wa hospitali kaunti ya Wajir na kumvalisha naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Hii ni baada yake kugundua kuwa Kindiki hakuwa amevalia mavazi maalum kuendana na hafla hiyo. Naye mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro amekosolewa vikali kwa kuendelea kuyasema ama kuyakosoa mapungufu ya serikali, masuala ambayo inadaiwa hakuyafanya alipokuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti. Na hatimaye, baada ya kimya kirefu, chifu wa Misheveve ameonekana kurejea kwa kishindo na machoni mwa umma. James Mwangi na mizengwe wiki hii. Katika makala ya mizengwe wiki hii, akaulizia mama, unapika mboga gani? Mama akasema, leo nimeunda misheveve. Kijana akasema, sikutaka hizi, nilitaka salad. Baada ya kupotea machoni mwa umma kwa muda mrefu, hatimaye chifu wa Misheveve amerejea. Napoleon Bonaparte wa Ufaransa alisema kwamba the future destiny of the child in the hands of the mother. Mfuto wa wanafunzi umekuwa very magnetic. Watoto hawawezi kuumia tena nostalgia. Hebu tuambie, ni manufaa gani watakayopata wanafunzi kupitia mpango huu mpya uliozinduliwa na kaunti? Watoto wanafunzi wanakuwa focused. Milk will always improve the concentration standards. Milk inasaidia sana kuondosha ugonjwa wa osteoporosis. Baada ya kusifia mpango huu, chifu huyu mstaafu alijitwika jukumu la kuyaonja maziwa ili adhibitishe iwapo aliyosema ni ya kweli. Chief, unaonja kwa namna gani? Maziwa tamu. Mama Regilans, si hapa. Si na kwa contented hapa, tuno hapa. Nutrients ziko hapa. Fresh. Takeable. Maziwa ya kupendeza. Tugeukie mengine. Alipogundua kuwa naibu rais Profesa Kindiki hajavalia kofia maalum iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya hafla iliyokuwa ikiendelezwa kule Wajir, waziri Aden Duale aliamua kuwa lazima afanye jambo kurekebisha kasoro hiyo. Hapa akimpokonya kofia mmoja wa waliokuwa wamehudhuria hafla hiyo na kumvalisha Kindiki. Haya basi, tuwaze mengine. Inaonekana kuna baadhi ya wanaokerwa sana na juhudi anazoziendeleza mbunge Nyoro za kuikosoa serikali. Haiwezekani kuwa aliyekuwa chair wa budget toka huko 2022 mpaka sasa ndo anakuja kuona makosa ambaye yeye angekuwa amerekebisha akiwa hapo. Kwanza atuambie, yeye anasema siku hizi twaboro bilioni 4 kila siku, wakati ule hapo nyuma zilikuwa zinapotea bilioni 4 kila siku. Ila usije ukadhani kazi anayoendeleza Nyoro ni rahisi. Na nini watu wa serikali mnaweka tumbo mbele na pesa mbele? Hata wakati mwingine anapowahutubia wananchi jasho linamzidi kiasi kwamba anahitaji mtu kupanda jukwani kumfuta kijasho. Kando na kutambulika kama kiongozi shupavu anayejitahidi kushughulikia masuala yanayoguza maendeleo na ustawi wa nchi, mbunge Nyoro pia anaonekana kuwa na talanta fiche. Talanta ya kusakata densi za kizazi kipya. James Mwangi, makala ya mizengwe.